Mungu anaweza kuongea na wewe kupitia neno lake, kupitia watumishi wake. So it is up to you kujua kwamba Mungu ameongea na mimi wapi. Na pale alipoongea na mimi ile siku nilichukua ile sauti. Na hapa ndo nilijua mimi nitakuwa nani. Na because of that sitaka divert that voice. Imani ni yako mwenyewe. Number one, kwanza utambue kabisa kwamba swala la imani, it's all about yourself. Wewe lazima uamini. Watu wengi wamemsikia Mungu ila hawajui ni wakati gani Mungu aliongea nao ili waweze kuikusanya ile imani kwa pamoja na kuifanyia kazi. Kila mtu ameshamsikia Mungu. Kumsikia Mungu kivipi? Lile neno ulilonalo. That's the voice of God. Imani ya kinabii sio pale ambapo imani yako imeanza kurezi kwa sababu unaumwa, sasa inabidi nimwamini Mungu ili nipate uponyaji. Imani ya kinabii ni pale ambapo unaamini Mungu ni mwaminifu daima na litamtukuza, litamwabudu. Yani it must reach a time whereby you can fast as a thanksgiving. Aina mbili za imani. Imani ya kwanza tunayojifunza siku ya leo ni imani ya kusikia. Fungua kitabu cha Warumi sura ya 10. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kusikia huja kupitia nini? Hili neno. Kuamini Mungu juu ya wewe unabii, kuamini Mungu juu ya hiyo ndoto. Amini sauti ya Mungu moja tu juu ya maisha yako na sio sauti nyingine. Mungu akisema utaweza, inatosha. Kama Mungu ametoa sauti juu yako, you must what? Trust. Amini, this is the voice of God. Ukiamini sauti ya Mungu hautayumba. Imani ya kuwa na uhakika juu ya ile sauti Mungu alionena. Yani hauna doubt. Una uhakika huyu ni Mungu kasema. Na kwa sababu ni Mungu kasema, this is what I'll go with. Hiki ndo nitakachoenda nacho. Hii ndo sauti nitakayotembea nayo. Nina uhakika. Kwa hiyo likaja tatizo katikati ya ile sauti. Kwa sababu una uhakika. And that is what happened with Sarah. Sarah alikuwa na uhakika kwamba lazima nitapata mtoto, Mungu ameshasema. Kwa hiyo haijalishi miaka ilipokuwa inazidi kwenda, haikumshtua, haikumyumbisha, haikutingisha imani yake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua imeshasemwa, imeandikwa, lazima nitakuwa na nini? Mtoto. Ana uhakika. Sasa ili usiyumbe, tembelea ule uhakika Mungu aliyokuhakikishia juu ya maisha yako. Usibadilishe mtazamo. Usishike ili leo ukashika ili kesho. Ukashika hiki kingine ukashika hiki kingine. Fight. Mpaka ile sauti imetimia kwa sababu una uhakika. This is the voice of God. This is what God says so. Fungua kitabu kile cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa nini? Kuwa haki. Ili litimie. Liwe ni haki yako. Liwe ni hakika juu yako. Muamini Mungu juu ya unabii. Muamini Mungu juu ya hiyo sauti. Haijalishi. Unaweza ukatoka ukajisikia vibaya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, leo ninakataa. Leo ninakataa. Sitatoka kwenye mstari wala direction ya kwako. Sauti yako juu yangu lazima itimie. Sauti yako juu yangu lazima itimie. Omba kwa jina la Yesu. Nataka uombe sauti ya Mungu juu yako. Mwambie Mungu, this voice over my life must come to pass. No matter the challenge, no matter the situation, no matter the pain, no matter the hardship, no matter what I am going to do. So I know your voice over my life, your voice over my life, it shall come to pass, shall be established, shall be eternal. In Jesus' my name.